Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii kuhusiana na klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuweza kufikia ukomo na mchezaji wao. Hapa nazungumzia moja kati ya miongoni mwa wachezaji muhimu kabisa. Inaelezwa kwamba leo ndo mchezo wake ulikuwa wa mwisho ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, na anatarajia kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Anaelekea wapi? Ndio swali muhimu. Na imekuwaje, wamefikiaje makubaliano, ama ameondoka tu kama inavyozoeleka wachezaji kukimbia timu na mwisho wa siku kuanza kuvutana? Majibu yote tutakwenda kuyapata hapa, kwa sababu taarifa kamili nimekusogezea hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimefuzu katika michezo yake ya fainali, na sasa wanamsubiria yoyote ambaye atakayeamua kuweza kuja fainali kuweza kucheza na klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Yanga wanaendelea kuweza kushikilia pia msimamo wao kuhusiana na dabi ya Kariakoo, huku wakiendelea kusema ya kwamba dabi haitochezeka, dabi hawatocheza kwa upande wao. Na unafahamu ya kwamba mara baada ya mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya klabu ya soka Young Africans, ratiba inaonyesha mchezo unaofuata ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans wenyewe wakiendelea kushikilia msimamo wao na wakisisitiza ya kwamba hawachezi. Ni klabu ya soka Young Africans dhidi ya TFF, huku ikielezwa kwamba kama Yanga atacheza basi atakwenda kumkosa nyota wake huyu ambaye anaondoka kwenye kikosi chake. Taarifa zinaeleza ya kwamba leo kwa mara nyingine tena Yanga inaangusha kete kwa mchezaji wake mkubwa kabisa, ambapo mchezo wa leo wa nusu fainali ya CRDB Cup kiungo Stefano Aziz Ki hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans katika kile kinaelezwa kwamba leo ndio mwisho wake kumuona akiwa amevalia jezi ya klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Inaelezwa kwamba taarifa zinaeleza kwamba kile kilichoweza kutokea katika hapa nazungumzia mchezo ule mkubwa, unaelezwa kwamba Aziz Ki hatakuwa tena sehemu ya kile ambacho kinazungumzwa. Kiungo Stefano Aziz Ki anajiunga na timu ya Wydad Casablanca kutoka kule nchini Morocco, ambapo unaweza kushangaa kwa nini ameondoka mapema hivi, kiasi kwamba unajiuliza inakuaje, mbona mapema sana, hata ligi haijamalizika anaondoka, akiacha mechi zingine bado zikiendelea. Kwa upande wa klabu ya soka Young Africans bado na michezo miwili ambao wanapaswa kuweza kuicheza ili kuweza kumalizika ligi, ukiutoa ule mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo wanaeleza kwamba anajiunga na Wydad Casablanca kwa ajili ya kucheza mashindano ya kombe la dunia la vilabu ambalo ni FIFA Club World Cup, ambayo yataanza Juni 15. Wydad wanaanza mazoezi kesho Mei 19, na mechi yao ya kwanza watacheza dhidi ya klabu ya Man City ya England katika Juni 18. Kwa hiyo Aziz Ki anaiwahi Manchester City ili aende akawe sehemu ya kikosi cha Wydad katika mchezo huo. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba leo ilikuwa ni mechi ya mwisho kwa Aziz Ki akiwa na Yanga. Tafsiri yake ni nyingine, ni kwamba hatutomuona tena Aziz Ki katika dabi nyingine ya Kariakoo, iwe hatuchezi au fainali ya CRDB Federation Cup, hatakuwa sehemu
ya kikosi cha klabu ya soka ya Wananchi. Taarifa inaeleza kama ilivyo, ambapo kila mmoja ameweza kusikia kile ambacho kinachoendelea. Kwa nafasi hiyo ni kwamba Aziz Ki hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia Young Africans. Kwa maana hiyo ni kwamba anaondoka kwenye kikosi hicho. Leo hii inaelezwa kwamba kile kilichokuwa kikiweza kujili katika uwanja wa Mkwakwani, mashabiki walipaswa kuweza kumuaga moja kwa moja, kwa sababu nyota wao ndio safari yake inaelekea hivyo ukingoni, kila mmoja akiweza kuangalia namna gani ya kuweza kufanya utafiti huu. Lakini inaelezwa kwamba pengo lake tayari ishaweza kuzibika, huku akitajwa Feitoto kuingia katika rada za klabu ya soka ya nazungumzia Young Africans, na ndio maana wamekuwa rahisi kuweza kumwachia. Hapa nazungumzia Aziz Ki katika kikosi chao. Feitoto kujiunga na kikosi cha Young Africans ni story kubwa kweli kweli, kwa sababu ni nyota ambaye anagombewa na vilabu vingi kwa sasa barani Afrika, huku kila mmoja akiweza kuweka mzigo wake wa maana ili kuweza kupata kile ambacho kinachoelezwa, ambapo taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa tayari Faisal Salum Feitoto amesaini katika klabu ya Young Africans. Taarifa hizo zinaelezwa kuwa Fei amechukua shilingi za Kitanzania milioni 750 kama sign on fee. Pia atapata mshahara wa shilingi za Kitanzania milioni 40 kwa mwezi, sambamba na bonus katika kila goli atakalofunga na assist atakayotoa. Taarifa zinafafanua kuwa ni ngumu kwa Feitoto kucheza nje ya nchi kwa kuwa hawezi kukaa mbali na mama yake. Suala la Fei kucheza nje ya nchi litachukua muda sana. Pia kutokuwa na uhakika na kocha Nabi kubaki Kaizer Chiefs msimu ujao kumechangia Feitoto kubaki Tanzania. Ni kweli Simba walijaribu, lakini kufanikia. Taarifa zinaeleza kwamba Simba polepole mambo yanaelezwa kwamba yatakuwa ameshaweza kumalizika. Usikie hivi, Yanga usajili kwa staili ya kimya kimya, mambo ni moto kabisa. Klabu ya Yanga imeamua kutotangaza sana mbwembwe, lakini kwenye usajili wapo tayari makini kama mtu anayeiba nyanya sokoni kimya kimya, lakini kazi inaonekana. Mpaka sasa vichwa vifuatavyo vimeshatua rasmi na saini zimepigwa faster kabla wapinzani hawajapumua. Kuna Kuimizo Abdul Abbas kutoka Nigeria, kuna Amasi Abosige kutoka Ivory Coast, kuna Josephat Asurbada kutoka Ivory Coast, kuna Jonathan Sowai, kuna Ibrahim Keita. Hawa jamaa wakianza tena pre-season, kuna timu unaona bana, inaelezwa kwamba hawatakuwa tayari tena kuweza kufanya usajili wa kikosi cha wachezaji kutoka Simba kama ilivyokuwa zamani. Hawa ni wachezaji ambao watakuwa ni wapya, lakini inaelezwa kwamba kuna Pascal Msindo ambaye kutoka Azam, kuna Faisal Abdalla kutoka klabu ya Azam FC, na kuna Jean Claude Gilmugisha. Hawa ni miongoni mwa watu ambao pia inaelezwa kwamba wao wameweza kupata saini ya Young Africans.